wakaweze kujongea karibu. Nasema hivyo maana yake najua kuna wanatufuatilia kwa mitandao na bado wako maeneo ya Meru. Kisa na maana wanasikia sauti hata wakiwa mbali na wanaweza wakafika. Akariba etora rere akatheloa itoboa taogeni. Tuwebo karibisha ke majadiliano jama kai ya kumba ne kwetha tuechambua Biblia. Roteto romwathani Murungu ni atarokuua. Murungu wa Biblia re ouare omwe no wewe ureko ne kwethera ntuko ne itokoria kwa baba wete kiata Murungu mo wa Biblia ne Murungu baba Murungu motana na Murungu kerundu mutheru kutwenda ne kumenya i Murungu ureko tuteketha ya Murungu ate kumenyeka. Kwa hivyo tunazidi kuwakaribisha ili mkaweze kujongea karibu, tukapata kufunzana pamoja ama kusoma pamoja miguuni pa Yesu. Hapa ushahidi tu ni imeandikwa. Sio maneno ya mtu, sio ninafikiria, sio niliambiwa, sio sisi tunaamini, sio mchungaji wangu usema, ni imeandikwa. Kwa hivyo tunazidi kuwakaribisha. Naona mtumishi ako karibu, kwa hivyo tunamualika kwamba akaribie kidogo, maanake tunataka kuanza ili tukaweze kuwa wenye kusawasisha mambo kidogo na tukaweze kuanza. Kwa hivyo mwalimu, tunakuomba ukaribie karibu, maanake sisi tuko tayari. Naona ni saa 11 na dakika 1. Kwa hivyo naomba tukaweze kuomba, kisha nitawakaribisha walimu wakaweze kusalimiana, na baadaye tutasema majadiliano haya yanafaa kuchukua muda kiasi gani, na baada ya kusema hivyo tutakuwa wenye kutimiza hicho ambacho tutakuwa tumekubaliana. Asante sana mwalimu. Asante kwa kujikaza na kufika. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Kwa hivyo tunataka tu kuomba na kukuwa wenye kuweka utaratibu fulani tutakaofuata, na kisha tukaweze kuwa wenye kuanza, na kisha tuwe watu wenye kuanza. Kwa hivyo kulingana na Biblia tunashauriwa kwamba kabla ya mambo yote Mungu anataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Basi hii sio tofauti, na bila shaka tutaanza kwa dua. Tukaombe ruhusa, tukaombe idhini, tukaombe mibaraka, tukaombe kuwepo kwa Mungu na Roho wake hapa, ili kwamba tukaweze kuwa wenye kuanza. Kwa hivyo tutaomba na tutakuwa wenye kuanza, kuweka utaratibu, walimu kusalimiana na kuwa na masaa ambayo tutafuata ili kwamba vipindi vingine visiadhiriwe. Kwa hivyo tunanyenyekea kwa ombi, na kisha baadaye itakuwa wenye kukaribisha walimu ambao wanatuongoza. Tunaomba. Baba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, tuna wingi wa shukrani kwa kuwa umetupa uhai, ukatuhifadhi hai na ukatupa nafasi nyingine kama hii, ikiwa ni siku ya maandalio. Tunapozidi kujifunza kweli zako, ombi letu ni kwamba ukaweze kuongoza walimu, ukawavuvie Roho wako. Wasikilizaji na ukawape moyo wa nyama, tena hekima kubwa ya kuelewa ukweli na kuchagua ukweli na kuacha uongo. Wacha Bwana tukaweze sote kuwa wenye kubarikiwa, wacha sote tukaweze kuwa wenye kuelimika na kufahamika, ama kuweza kuwa watu ambao tunaelekezwa katika njia iliyo ya haki, na hata kukujua na kukufuata. Tuongoze tangia hapa mpaka tamati, kwani ni kupitia jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu na mwana wako tumeomba na kuamini. Amina, amina, asante. Kwa hivyo nitawakaribisha walimu wasalimiane, alafu tutasema itakuwa ni dakika ngapi kwa kila upande, ili kwamba tukaweze kuwa wenye kusikiza pande zote mbili, na wasikilizaji nao waweze kuwa watu wenye kuamua ukweli ni upi na kuufuata.
nadhani mada ya leo ni Mungu wa Biblia ni yupi, lakini watatuambia wao wenyewe. Kwa hivyo karibu mwalimu Ndacha, utangulie, kisha tukaribishe mwalimu Roki na baadaye tufanye kuweka utaratibu. Asante. Asante sana. Asante sana. Ndugu Muroki jana aliweza kuomba mdahalo ama mjadala. Mjadala ambao Muroki aliuomba ukakubalika, ya kwamba leo kuanzia saa 10 tutakuwa na mjadala. Tunaomba samahani kwa kuchelewa. Na mjadala wake ni mjadala unaohusiana na Mungu wa Biblia. Mungu wa kweli ni nani? Katika sehemu hii ya Mungu wa kweli tumekuwa na mjadala baina yetu sisi na kanisa la SDA na pia makanisa mengine, ambayo tumechunguza na tukaona ya kwamba kuamini ya kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho ndiye Mungu mmoja wa Biblia. Tumeona ya kwamba fundisho hilo ni fundisho la uongo na halipatikani kwa Biblia na halipo kabisa, abadan katani. Na kwa sababu Muroki yeye anasema ya kwamba Mungu wa Biblia ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, na sisi hatukubaliani na hilo, ni vizuri kumpa nafasi pia yeye tumsikilize, tuweze kudebate na yeye, na pia yeye aweze kujifundisha ama sisi tuweze kujifundisha kutoka kwake. Kwa hivyo kile ambacho ningeomba ni ya kwamba mkutano wetu usikuwe wa ushabiki. Mkutano wetu uwe wa elimu na watu kutaka kujifundisha kutoka kwenye Biblia. Hakuna Mungu wa Dasha au Mungu wa Muroki. Mungu anapatikana ndani ya Biblia na anajieleza. Mimi siwezi kumueleza Mungu, nafaa kumuelewa anavyojieleza. Muroki hawezi kumueleza Mungu, anafaa kumueleza anavyojieleza. Kwa hivyo natumai ya kwamba Muroki atatumia Biblia kueleza Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Na pia mimi nitatumia Biblia kueleza ya kwamba kuna Mungu mmoja aliye Baba. Sio Baba, Mwana na Roho. Ni Mungu mmoja aliye Baba, aliyetupa mwanawe Yesu na anatupa Roho wake, Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo ninavyoamini. Siamini katika miungu mitatu, hapana. Naamini katika Mungu mmoja aliyetupa mwanawe na pia anatupa Roho wake. Hajatutumia Mungu mwingine, yeye peke yake ndiye Mungu na Yesu ni mwanawe. Kwa hivyo ndugu Muroki, karibu na wewe tueleze na wewe unaamini nini, ili tuweze kujua mjadala wetu ni upi. Nafikiri ilikuwa utaratibu ni huo. Karibu Muroki. Basi ninashukuru Mungu kwa nafasi ambayo tumeweza kufika ama kwa wakati huu. Tunashukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha, kwa sababu neema ya Mungu inakuwa nyingi. Jana nilikuwa hapa na nikasikiza mafundisho ambayo Bwana Ndacha na kikosi chake ambacho wamekuwa wakieneza hapa sehemu hii. Ndiyo maana nami nikakuja niweze kufundisha, ama nikakuja ili tuweze kuingia kwa mdahalo huu, ili ukweli udhihirike na uongo uweze kujitenga. Kwa hakika maneno ambayo yanatumika hapa, ate Mungu Mwana, Mungu Roho, Mungu Baba, mambo hayo tutaangalia kwa Biblia. Je, tutategemea akili zetu ama ni kulingana na Biblia vile ambavyo vimeandikwa? Kwa sababu tunaweza kuwa na maneno mengi tu na watu wakadhani kuna ukweli, ama watu wakadhani ni ukweli, ama mwingine akaja kumbe ameleta uongo. Kwa hivyo bila shaka tutang'amua ukweli ni upi, na ukweli utasimama kwa jina la Yesu. Ninashukuru. Amina. Asante. Washanjitambuliza tayari. Tunaangalia Mungu wa Biblia ni yupi, ama Mungu ambaye tunafaa kuamini ni yupi. Na kuna pande mbili. Upande wa kwanza wanaamini kwamba Mungu wa Biblia ni Mungu Baba, na huyo Baba ana mwanawe Yesu Kristo, na huyo Mungu Baba anatupea Roho wake. Upande wa pili unaamini kwamba kuna Mungu mmoja
labda sijui atatuambia. Na huyo Mungu mmoja ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Huyo ndiye Mungu mmoja upande mwingine. Kwa hivyo naomba nikaweze kufungulia timer. Nitapea kila mwalimu dakika 20 za kuwasilisha hoja za pande zake. Mbona anatetea ama mbona anaamini anachoamini kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Dakika 20. Baada ya hapo tutaenda raundi ya pili ya dakika 10 ambapo itakuwa ni mwalimu labda kumkosoa mwenzake ama kuziangalia hoja za mwenzake. Na baadaye sasa itakuwa ni wakati wa maswali. Maswali tutajua tumeyapa muda kiasi gani. Kwa hivyo sasa hizi ni saa 11 na dakika 10. Nataka kufungulia stopwatch. Nitakapokuwa mwenye kufungulia, nitakaribisha mwalimu, na kwa sababu tayari washasalimiana, hawahitaji kusalimiana tena. Ni kuanza tu mara hiyo. Kwa hivyo karibuni tukajifunze pamoja. Mwalimu anayetangulia kwanza, karibu. Haya. Kwanza ninahesabiwa dakika 20 kutoa somo. Lakini kuna jambo moja ningeomba kwa wale ambao wanasikiliza hapa Gatherwa na wale wanafuatilia kwenye mtandao. Hakuna mtu ambaye anaweza kumueleza Mungu, hayupo. Kwa sababu akili zake hazichunguziki. Mungu ni mkubwa zaidi na zaidi. Lakini namna ambavyo Mungu amejifunua katika Biblia, amejifunua kwa kiasi ambaye tunaweza tukamuelewa. Kwa hivyo hatufai kumsikiliza Moloki au tusikilize Dasha. Tunafaa kusikiliza Mungu anajitambulisha yeye ni nani ndani ya maandiko. Hiyo ndio nataka wewe utakayekuwa unafuatilia mjadala huu uweze kusikiliza maandiko, usimsikilize Dasha wala Moloki. Uzingatie kwamba Dasha maandiko anayeyatoa yanamueleza Mungu ni nani. Na kama kuna mtu ambaye ataweza kukosa maandiko ya kueleza Mungu anayemwabudu, Mungu ambaye anamwamini, ujue kwamba fundisho lake katika Mungu lina makosa. Na katika amri ya kwanza ya Mungu inasema usiwe na Mungu mwingine ama usiwe mwingine ila mimi. Kwa hivyo tunapojua Mungu wa kweli katika Biblia, inatuondolea kukosa kuwa na Mungu mwingine. Tunapomuelewa Mungu wa Biblia, tunamjua yeye. Tukiletewa mwingine kando na yeye, tunamkataa. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ya mada ya leo, kwa sababu makanisa ya leo ikiwemo SDA ambaye nadhani ya kwamba Moroki ni mchungaji huko, pamoja na makanisa ya Jumapili ambaye kuna wachungaji wengine wanaosikiliza kwa mtandao na hapa Gatherwa. Kulingana na mimi ninavyoelewa vile wanavyofundisha elimu kuhusu Mungu, elimu yao ina makosa na hakuna andiko linaweza kusapoti doctrine yao ama dogma walio nayo kuhusu Mungu. Sasa msomaji, ninaanza na Yohana 17 mstari wa 3. Andiko ninalolitoa halitaki kachumbari wala roiko, linajieleza, linaeleweka. Soma tusikie. Ni katika kitabu cha Biblia Yohana 17 mstari wake wa 3. 17:3 Yohana Injili. Inasema hivi. Inasemaje? Na uzima wa milele ndio huu. Uzima wa milele watu wa Gatherwa ni huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Lazima watu wamjue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Unaona? Lazima umjue Mungu wa pekee wa kweli na umjue Yesu aliyetumwa na huyo Mungu wa pekee wa kweli. Sasa ukisema Yesu ndiye Mungu wa pekee wa kweli, atakuwa amejituma yeye. Lakini andiko linasema umjue Mungu wa pekee wa kweli na umjue Yesu aliyetumwa na huyo Mungu wa pekee wa kweli. Sasa maandiko yanatosha kutueleza Yesu ni nani. Maandiko yanatosha kutueleza Mungu wa pekee wa kweli ni nani.
Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 14. 1 John 4:14. Yaani waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 14. Inasemaje? Ni katika kitabu cha Biblia 4:14, waraka wa kwanza wa Yohana. Ndio. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mkombozi wa ulimwengu. Andiko ambalo tumetangulia nalo limesema ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli na kumjua Yesu aliyetumwa naye. Andiko hili limefuata limesema Baba amemtuma mwana. Kwa hivyo ina maana ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu wa pekee wa kweli ambaye ni Baba, bila kuongeza kitu. Bila kuongeza kitu, Yesu ni Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu wa pekee wa kweli. Huyo Mungu wa pekee wa kweli kwa mujibu wa Biblia ameitwa Baba. Sasa ile kitu ningeomba kwa ndugu yangu Muloki, ili aweze kuwa mkweli na fundisho lake liwe la kweli, anahitaji kutoa andiko moja. Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho, ama ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Lakini katika mijadala watu wa Mungu kuna ujaja unaotumika. Kwa mfano, nisaidie Mathayo 28 mstari wa 19. Watu wanatumia maandiko, wanaweka dogma zao, wanalazimisha maandiko ya tetee dogma zao. Maandiko hayawezi kutetea uongo. Maandiko yanatetea ukweli tu. Soma andiko tusikie. Ni katika kitabu cha Biblia Mathayo 28 mstari wake ni ule wa 19. Inasemaje? Inasema hivi, basi ndio, enendeni, ndio, mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Muende mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Andiko hilo alijasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Mtu akitumia andiko hilo alafu aseme kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho, hapo atakuwa amedanganya mchana. Andiko hilo limesema kuna Baba na kuna Mwana na kuna Roho Mtakatifu. Sasa swali, kati ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu ni nani hapo? Mungu mmoja wa kweli wa pekee ni nani? Nisaidie Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa 5 na mstari wa 6. Biblia inajieleza. Mimi nashangaa kwa nini watu wanaona ungumu wakati Biblia inajieleza kiasi hiki. Soma tusikie. Inasema katika Wakorintho wa kwanza 8 mstari wake ni wa 6. Mstari wa 5 na 6. Wa 5 inasema hivi. Ndio. Kwa maana ijapokuwa wapo waitwao miungu. Kuna waitwao miungu. Ama mbinguni ama duniani. Twende. Kama vile walivyoko miungu mingi. Twende. Na mabwana wengi. Maliza. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu. Aliye Baba. Aliye nani? Aliye Baba. Baba, Mwana na Roho. Aliye Baba. Sasa mimi naomba leo Biblia iwe na kitu inaitwa contradiction. Kwa sababu Biblia ishasema Mungu mmoja ni Baba. Ikirudi tena iseme Mungu ni Baba, Mwana na Roho, Biblia itakuwa na kitu inaitwa contradiction in the Bible. Kitu ambayo haifai. Biblia ishasema Mungu ni Baba. Hakuna mahali katika Biblia, labda leo Muloki atoe andiko linalosema Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Hakuna andiko hilo. Mimi nawaambia ukweli, ni maneno ambayo watu wametundikizwa kwa akili yenye hawawezi kudhibitisha kwa maandiko. Msomaji, naam, Biblia imesema ya kwamba kwetu sisi Mungu ni mmoja. Aliye nani? Aliye Baba. Haya, soma Waefeso 4. Waefeso 4 kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 6. Inasemaje? Biblia inatosha kueleza Mungu ni nani. Mungu ni nani? Soma tusikie. Waefeso 4. Waefeso 4 inasema mwili mmoja. Mwili ni mmoja. Na roho moja. Roho ni moja. Kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Nani? Bwana mmoja. Bwana mmoja. Imani moja. Imani moja. Ubatizo mmoja. Ubatizo ni mmoja. Mungu mmoja.
Rudia. Mungu mmoja. Huo ni mstari wa 6. Mungu Mmoja. Mungu Mmoja. huyo Mungu mmoja ni nani? Naye ni baba wa wote. Kumbe Mungu mmoja ni baba wa wote. Kumbe si Baba, Mwana na Roho. Si Baba, Mwana na Roho. Ni baba wa wote. Sasa alafu usikie mtu anakuja kusema ati Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Hilo andiko litakuwa limetudanganya. Hilo andiko litakuwa limeongea uongo. Andiko limesema Mungu ni baba wa wote. Katika hii Biblia hii tunasoma Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hakuna. Hayo ni dogma, ni mapokeo. Watu wamepokea kwenye makanisa yao. Inawezekana hata Muroki amepokea kwa SDA. Atatueleza kwa sababu wako hapa leo. Leo wako mahakamani. Paka atajibu Muroki. Na Muroki, mimi naomba Mungu ajalie katika ujumbe huu ukukomboe wewe, kwa sababu utakuwa mjumbe mzuri sana. Kabisa. Ukombolewe, uhubiri ukweli. Ili usinganganie tu kwa uongo wa dhehebu. Dhehebu litakudanganya tu. Hakuna mahali Biblia inasema Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Hakuna. Mimi leo ikitoka hiyo, na salimu amri ikitoka. Sasa nisaidie Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26. Watu wanatumia maandiko vibaya. Hiyo ndio matatizo. Wakisoma Mwanzo 1:26 wanasema si unaona? Mungu ameongea hapo akiwa kwa wiki. Sasa kwa wiki, kwani wiki ni 3 peke yake? Si msema Mungu ni 100. Kwa nini mnasema tu ni 3? Si wiki ni mingi, hata milioni si ni mingi. Kwa nini mseme ni 3? Si mungesema ni milioni. Sema tusikie. Inasema hivi katika Mwanzo 1:26. Inasemaje? Mungu akasema. Mungu akasema ama Mungu akasema? Mungu akasema. Mmoja. Akasema. Si wakasema. Akasema. Alafu mtu anasema ati Mungu ni wengi. Wakiwa wengi atasema akasema ama wakasema? Wakasema. Hapo inasema wakasema ama akasema? Inasema Mungu akasema. Tufanyeje? Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hivyo Mungu aliongea kwa mwingine. Huyo mwingine ana mfano wake, si ndio? Kabisa. Na ana sura yake. Kabisa. Sasa huyo mwingine ni Mungu mwenzake? Hapana. 17:5 Yohana. Tumuulize Yesu. Wewe Yesu, mlikuwa mnaongea na nani? Kwa sababu huyo mlikuwa naongea naye, huyo ndiye Mungu wa Biblia. Soma tusikie. Ni katika kitabu cha Yohana 17 mstari wake ni ule wa 5. Inasemaje? Biblia pumzi ya Mungu inasema hivi. Inasemaje? Na sasa Yesu anasema na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kumbe Yesu anasema utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe. Si pamoja nanyi. Pamoja nawe. Si pamoja nanyi. Pamoja nawe. Na mwenye anasema nawe amemuitaje? Baba. Amemuitaje? Baba. Sasa kama Yesu huyo anamuita Baba, Yesu huyo Baba naye ataita Yesu aje? Mwana. Kwa hivyo Mungu alimwambia mwanawe, tuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa hivyo mwana wa Mungu ni mfano wa nani? Wa Mungu. Na ni sura ya nani? Ya Mungu. Wakolosai 1:15. Wakolosai 1:15. Hii ni mada nyepesi, mimi nashangaa. Lakini watu wengi ni kwa sababu ya dogma ya makanisa imewaharibu. Wanataka watetee tu uongo. Sababu hawataki kuacha madhehebu yao. Soma tusikie. Kinakauka. 1:15 Wakolosai. Wakolosai 1:15. Twende. Biblia pumzi ya Mungu inasema hivi. Inasemaje? Inasema. Twende. Wengi. Samani. 1:15 Wakolosai. Wakolosai 1:15. Samani mwalimu. Inasemaje? Nimefika. Inasema hivi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Kumbe Yesu ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Yesu ni huyo Mungu ama ni mfano wake? Ni mfano wake wa huyo Mungu asiyeonekana. Kumbe Yesu ni mfano wa nani? Wa Mungu. Mungu anafanana na nani? Na Yesu. Ukiona Yesu umeona nani? Mungu. Kwa sababu Yesu anafanana na nani? Na Mungu. Lakini Yesu sio yeye nani? Mungu. Ni mfano wa nani? Mungu. Ni hivyo. Simple as that. Hiyo nataka tuongee Kiingereza uelewe. Si ni simple tu, unaelewa kwa haraka. Yesu ni mfano wa Mungu. Kwa hivyo Mungu alimwambia Yesu, tuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Je, Yesu ni sura ya Mungu? Ine Wakorintho wa pili. Ine Wakorintho wa pili. Yesu ni sura ya huyo Mungu. Ambaye huyo Mungu ni nani? Hiyo mada tunaongea. Biblia inasema Mungu mmoja aliye Baba. Aliye Baba. Soma tusikie sasa. Wakorintho wa pili 4:4. Na nikibakisha dakika 5 uniambie.
Zimesalia dakika 7. Twende. Ehe. Katika Wakorintho wa pili 4:4. Ina Wakorintho wa pili. Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, ndio isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Kumbe Yesu sura yake ni ya nani? Ni ya Mungu. Na ni mfano wa nani? Wa Mungu. Na Mungu alisema tuupe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hivyo Mungu aliambia nani? Yesu. Si ni hivyo. Mungu alimwambia mwanawe tuupe mtu kwa mfano wetu, kwa sababu mwana ni mfano wake na ni sura yake. Si hata ilikuwa miungu mitatu hapo inaogea. Huo ni uongo. Hakuna miungu mitatu. Mungu ni mmoja, tuna ni Baba. Msomaji? Naam. Nisaidie Waefeso 1:17. Watu wanaosema Mungu ni watatu wanasoma Biblia gani? Jameni. Biblia gani? Ate Mungu ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Nilimsikia mchungaji mwingine wa SDA akisema ate Mungu ni title. Mungu si Baba, Mungu ni title. Ukisema Mungu, Baba yumo ndani, Mwana yumo ndani, Roho yumo ndani, ni koroga. Hiyo inaitwa shida kubwa. Soma tusikie. Ni katika kitabu cha Waefeso 1 mstari wake ni wa 17. Lakini ukisikia tu mchungaji tu ameenda theolojia, ujue hiyo tu ndio matatizo atakuja naye kutoka theolojia. Soma tusikie. 1:17 kitabu ni cha Waefeso. Inasemaje? Mungu, rudia. Mungu. Na tunaongea mada gani leo? Mungu ni nani wa Biblia? Waefeso imesema nani? Mungu. Rudia. Mungu. Rudia. Mungu. Endelea. Wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe Mungu ni wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe Mungu ni wa Bwana wetu Yesu Kristo. Anaitwaje? Baba wa utukufu. Kumbe Mungu ni nani hapo? Baba wa utukufu. Baba si Baba, Mwana na Roho. Hapana. Kumbe ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nisaidie 20:17 Yohana. Mungu ni Bwana, ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaomba Mungu, tunamwabudu Mungu wa Yesu. Soma tusikie. Ni katika kitabu cha Yohana 20 mstari wa 17. Twende tusikie. Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Yesu anawaambia watu usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa nani? Kwa Baba. Lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie. Ninapaa kwenda kwa Baba yangu. Ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Kumbe Baba wa Yesu ni Baba yetu. Baba wa Yesu ni Baba yetu. Twende. Kwa Mungu wangu. Rudia. Kwa Mungu wangu. Rudia. Kwa Mungu wangu. Naye ni Mungu wenu. Kumbe Mungu wetu ni nani? Ni Mungu wa Yesu. Baba yetu ni nani? Baba wa Yesu. Sasa nisaidie Yohana 5:43. Kumbe Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Huyo Mungu ambaye Yesu ni mwanawe anaitwa Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sio Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hiyo mmepotea na mmepotezwa. Mmeenda kuabudu masanamu kwa jina Mungu Baba, Mungu Mwana. Hiyo ni masanamu. Soma tusikie. Yohana 5:43. 43 inasema hivi. Inasemaje? Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Kumbe Yesu ana baba yake. Na amekuja kwa jina la nani? Lake. Amekuja kwa jina la baba yake. Mimi nikitumia jina la baba yangu na kuwa baba yangu? Hapana. Na Yesu amekuja kwa jina la nani? La baba yake. Sasa baba yake anaitwa aje ndio Yesu atumie hilo jina? Nisaidie Yohana 8:54. Yohana 8:54. Kwa hivyo Mungu ni Baba wa Yesu, sio Baba, Mwana na Roho. Mungu ni Baba wa Yesu, lakini Yesu anatumia jina sababu ni mwana wa Mungu. Anatumia jina la baba yake. Amesema mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Baba yake ni nani? Soma. Ni katika kitabu cha Yohana 8 mstari wake ni wa 54. Ndio. Yesu akajibuaje? Nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Kumbe Mungu wetu ni Baba wa nani? Wa Yesu. Na Yesu amekuja kwa jina la nani? La Mungu. Amekuja kwa jina la baba yake. Na baba yake anaitwaje? Mungu. Yesu akiitwa Mungu ni jina la nani? La baba yake. Kwa sababu yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Saidia Waibrania 1:4.
Dakika ni 2 na dakika 2 zinatosha hizo kumbatiza Muroki kwa imani ya kweli. Huyu tunambatiza kwenye maji yenye inaenda, si ile imetulia. Soma tusikie. Ni katika kitabu cha Ibrania 1:4. Inasema hivi. Inasemaje? Amefanyika bora kupita malaika. Yesu amefanyika bora kupita malaika. Kwa kadri jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kumbe Yesu amerithi jina lilivyo tukufu kuliko la malaika. Hiyo jina ni gani? Mstari wa 8 hapo. Mstari wa 8 inasema, kwa habari, lakini kwa habari za mwana asema, kumbe mwana amerithi jina lililo tukufu. Kwa habari za mwana asema, nini? Kiti chako cha enzi Mungu. Kumbe mwana ameitwaje? Mungu. Amerithi jina lililo tukufu. Hilo jina ni gani? Mungu. Mstari wa 9. Umependa haki. Mwana amependa haki. Umechukia maasi. Na mwana amechukia maasi. Kwa hivyo mwana ameitwa Mungu wako. Hata nani? Kwa hivyo Mungu Mungu wako. Kumbe Yesu ni Mungu, ako na nani? Mungu wake. Sasa Mungu mmoja wa Biblia ni Mungu wa nani? Ni Mungu wa Yesu. Hata Muroki amecheka, amesema hiyo ni mpya, sijawahi kusikia. Ni mpya kabisa. Kwa hivyo mimi nitasimama hapo. Mungu mmoja ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sio Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Ukiamini hivyo umedanganyika. Labda Muroki leo aturudishe kwa hiyo elimu hiyo. Kuja Muroki sasa. Hata umebakisha sekunde 30. Lakini asante. Unajua taabu ya kukosa elimu ndio hii. Hapo ndio shida ya kukosa kusoma. Naomba nisomewe kitabu cha Methali 18:17. Unajua, lakini kwenda shule ni kitu ya maana. Kusoma ni kitu ya maana. Na ndio maana watu hawana elimu, wanapoteza maandiko. Hebu soma maandiko hilo. Na usiharibu muda wangu, usome vile ulikuwa unasomea mwalimu wako. Maana nawajua. Soma maandiko. 18:17 kitabu cha Mithali. Inasema hivi. Ajitetee kwanza kama ndacha. Anayejitetea kwanza huonekana kuwa ana haki. Watu wanafikiria wengi vile ndacha ameongea hapa mengi pili amesema kitu ya maana. Hakuna. Inasema anayejitetea kwanza, watu wanafikiria ako na ukweli mwingi. Soma maandiko. Ajitetee kwanza huonekana kuwa ana haki. Hata watu wanafikiria ndacha amesema kitu ya maana sana, ako na ukweli. Soma. Lakini jirani yake huja na kumchunguza. Wacha tuchunguze huyu mtu kabisa, maana ako na uongo mwingi. Wacha tuuchunguze. Ndio maana nimekuja nichunguze. Naomba nisomee Timotheo wa kwanza 4:1. Ni vizuri watu waweze kusikia. Soma ndiko hilo. Timotheo wa kwanza 4:1 inasema, basi Roho anena waziwazi ya kwamba, basi Roho wa Mungu ananena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho kama hizi ambazo tunaishi, nyakati za mwisho, siku za mwisho, wengine watajitenga na imani, kama wewe ndacha na hawa wote wako hapa wakikosi hiki. Ndio soma. Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kama yale mko nayo. Sasa Biblia inasema watu watasikiliza mafundisho ya mashetani na wanafikiria ni kweli wanayoambiwa. Soma andiko, teremka na andiko hilo. Mstari wa 2 inasema, ndio, kwa unafiki wa watu wasema uongo. Kwa unafiki kama ule ambao ndacha amesimamisha hapa, uongo. Kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe. Ndio, wakiwazuia watu wasioe. Achia hapo. Watu wanadanganyika sana, na ndio maana nami nimekuja kuzungumza ili tuweze kuona nje. Yesu ni Mungu, Roho ni Mungu na Mungu Baba. Maana katika Biblia, maana ndacha amesema theology ni mbaya. Kitu ya kwanza ndacha, mimi ninafanya theology. Wewe huna habari. Theology wewe cheka tu. Theology ndacha hiyo jina tu peke yake, theo. Haujui. Theo inasema elimu ya Mungu, theology. Lakini wewe umechukua vibaya kwa sababu huna elimu. Na ndio maana Biblia ikasema hivi katika 4:13 kitabu cha Methali, ikasemaje? 4:13 kitabu ni kile cha Mithali. Nisomee. Inasema hivi, ndio,
inasema, inasemaje? Mkamate sana elimu, atamkamate sana elimu. Ndio. Usimwache aende zake, usimwache aende zake. Mshike, maana yeye ni uzima wako. Biblia inasema mkamate sana elimu, usimwache. Lakini shida ambayo iko hapa ni elimu imekosa. Ndio maana watu wanazungumza, wanakamata Biblia, wanasoma, wanapiga kelele na hakuna kitu ambacho kinaeleweka. Naomba uende kitabu cha Petero. Petero wa pili 2:16. Tunaenda polepole. Wala hakuna waziwazi na hakuna haraka. Tunachunguza hawa watu, maana wamedanganya watu wengi hapa, hata watu ambao wamesoma. Soma hilo andiko. Ni katika Petro wa pili 2:16. 2 mstari wake ni ule wa 16. Inasema, lakini akikaripiwa kwa uhalifu wake. 3:16 Petro. Nisomee andiko. 3:16 kitabu ni cha Petro wa pili. Vile vile kama katika nyaraka zake zote pia, kama vile katika nyaraka zote za Paulo, ndio anazungumzia Petero, ndio akitoa humo habari za mambo hayo. Paulo alizungumza sana katika barua zake zote 13, maana mtu ambaye alisoma sana was a professor alikuwa ni Paulo. Aliandika Biblia vitabu 13. Ndio maana Petero anasema vile katika nyaraka za Paulo, akitoa waraka za mambo yake ndani. Soma andiko. Katika nyaraka hizo, katika hizo vitabu ambazo Paulo ameandika, yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo. Hata yamo mambo hapo katika Paulo, yamo mambo ambayo ni vigumu sana kuelewa nayo, na mambo hayo watu wasio na elimu kama ndacha. Vile mambo hayo watu wasio na elimu kama ndacha, wasio imara uyapotoa kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine. Asante, hata ukiachi hapo. Kwa hivyo hapa kile ambao kimekuja ni tabu, ni elimu imekosa, inaitwa spiritual knowledge. Hiyo ndio hakuna, sisungumuzie. Lakini hata pia elimu ya shule ni mzuri. Sasa wacha tuulize, je, Mungu Baba, Mungu Kristo anaitwa Mungu, ni Mungu, Yesu ni Mungu, na Roho ni Mungu? Hiyo ndio jambo ambalo nimekuja kusimamisha hapa. Sasa wacha tusamie Biblia iweze kuzungumza ukweli kama jambo hili lipo ama halipo. Na mimi kama halipo, basi hakutakuwa na taabu. Wacha tuanze kitabu cha Mwanzo. Naomba unisomee hapo, maana ndacha alisoma akapiga kona. Hukujua ninaandika. Hiyo vitu zote uliandika, umesema nimeandika. Na nataka nipitie hapo nikirekebisha ili usije ukandanganya watu tena. Soma ndiko. Ni katika Mwanzo 1:26. Inasemaje? Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Asante, hebu tulia. Katika lugha ya Biblia, Mungu azungumzi kama Mungu wa Qur'ani. Unajua taabu ya ndacha anafikiria Mungu wa Qur'ani ndio Mungu wa Biblia. Hapana. Na hata wewe ni mwalimu wa Qur'ani unajua hivyo. Katika Qur'ani ndio Mungu anasema tukafanya, tukasema. Mungu wa Biblia si Mungu wa Qur'ani. Maana katika Mungu wa Qur'ani ndio uzungumuza kwa wingi. Lakini Mungu wa Biblia anazungumuza independently. Anazungumuza individually. Azungumuzi kama tuko wengi. Kwa nini? Maana wanashare the same spirit, the same mind, the same everything. Wanashare. Kwa hivyo Mungu anapozungumza Mungu akasema, hawezi wakasema Mungu akasema. No. Taabu hapa ni kitu ambacho inaitwa ndacha plain reading of the Bible. Plain reading of the Bible, enda ukachunguze hiyo ndio kusema nini. Endelea na andiko. Inasema hivi, nini? Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Tulia. Biblia inasema Mungu akasema. Nani huyu wanaumba naye? Maana kama anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, ina maana wanaumba pamoja na yeye. Sasa lazima tuulize, huyu ambaye wanaumba mtu, Mungu huyu ambaye wanaumba mtu na yeye ni nani? Tukielewa hivyo, tutakuwa katika mahali pazuri na watu wakadhaloa hata danganyika. Ila tu kuna wachache ambao wanadanganyika ambao watakuwa swept away na uongo. Wacha tuendelee na andiko. Mungu akasema tumfanye. Hapa inaonekana basi kuna wingi. Akasema tumfanye. For example, wacha nipeane mfano tunapoendelea kwa Biblia. Katika serikali kuna msemaji wa serikali, ni mfano natoa. Maana hata Yesu alizungumza kwa mifano.
katika serikali zozote kuna msemaji anaitwa spokesman of government, na hata katika family kuna spokesman of the family. Kwa hivyo Mungu anapozungumza anazungumza kwa niaba ya wengine. Tunaenda polepole. Hiyo ni mfano nimetoa. Sasa tunakuja, je, Biblia inasemaje? Naomba unisomehe 6 kitabu cha Deuteronomy 6. Naomba unisomee hapo 6:4 inasemaje? Ni katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6 mstari wake ni ule wa 4. Inasemaje? Inasema hivi, ndiyo, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana ndiye mmoja. Mungu hawezi akasema sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu ni watatu. Hapana. Kwa nini Kristo akakuja akaitwa Mungu? Hiyo ndio nataka tuchunguze. Hiyo ndio nataka tuangalie, maana watu wamedanganyika kwa upesi. Ndio nataka tuulize, maana Biblia inasema sikiza, Mungu ni Bwana wetu ndiye mmoja, naye mpende kwa moyo wako, kwa akili yako, kwa vyote. Sasa lazima tuulize, inakuwaje basi Yesu naye anakuja anaitwa Mungu? Wacha nisome fungu la direct kwanza. Yesu ni Mungu ama anaitwa Mungu? Unajua, naomba unisomee kitabu cha Isaia 9. Kitabu cha Isaia. Nabii Isaia anatabiri ya kwamba siku moja kuna atakayezaliwa, atavaa mwili wa mwanadamu. Si kumaanisha yeye atakuwa mtu, lakini huyo atakayezaliwa ni nani? Sisome andiko. Inasema hivi katika Isaya 9 mstari wa 6. Ndiyo, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Ndiyo, naye ataitwa jina lake, huyu atakayezaliwa ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu. Number 1 anaitwa Counselor. Soma. Mungu mwenye nguvu. Hata anaitwa Yesu Mungu mwenye nguvu. Hata huyu atakayezaliwa ataitwa Mungu mwenye nguvu. Nyinyi mnakulanga nini? Mungu Mungu huyu atakayezaliwa ambaye ni Yesu ataitwa Mungu mkuu, Mungu wa ajabu. Kwa hivyo Yesu hapa anaitwa Mungu. Na mimi niwauliza watu wa Kadhelo hapa. Mtoto wa ng'ombe anaitangwa aje? Si ng'ombe. Mtoto wa nyoka anaitwa nini? Nyoka. Si ni nyoka. Sasa Yesu mbona asiitwe Mungu? Kwani Yesu tabu iliyo hapa ni kutokuelewa. Yesu kama baba ni Mungu, nini inamzuia Yesu kuwa Mungu? Nini hiyo inayomzuia kuitwa Mungu Yesu kama Mungu baba yake ni Mungu? Nini inamzuia asiitwe Mungu? Haya, namba 2, Yesu anaabudiwa. Yesu anapigiwa magoti. Anayeabudiwa ni nani? Namba 2, aliyeumba dunia hii ni Yesu. Aliyeumba dunia hii ni Yesu. Na mimi nataka tu tusome kwa Biblia, wala hakuna shida. Naenda kitabu cha Tito 2:13 inasemaje? Ni katika kitabu kile cha Tito. Inasemaje? 2 mstari wake ni ule wa 13. Biblia inasema hivi, nini? Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya Yesu Kristo. Nani? Mungu mkuu. Hata Yesu anaitwa nani? Mungu mkuu. Hata Yesu anaitwa nani? Mungu mkuu. Mungu mkuu na mkombozi wetu na mwokozi wetu. Yesu ako na taito 2. Anaitwa Mungu mkuu, ya pili mkombozi. Sasa taabu iliyo hapa ni kutokuelewa. Ni vizuri tu tuendelee. Sasa Yesu anapoitwa Mungu mkuu na mwokozi wetu, ina maana sasa wakifika mbinguni, ama tukisema Yesu ni Mungu kwa mawazo ya ndasha, tutakuwa tumekosea wapi? Ni vizuri tuweze kuulizana, ni wapi tutakuwa tumekosea. Kitu ya pili nimeweza kusema hapo, kwa hivyo nimefundisha Yesu ni Mungu. Biblia imesema. Swali, na roho ni nani? Roho ni nani? Roho ni nani? Wakati usio maswali ndugu yangu. Roho ni nani? Nataka tuulize roho naye ni nani? Twende kitabu cha Yohana Injili. Naomba msikilize nyinyi ambao mmedanganyika katika maeneo haya. 4:23 inasemaje? Maana ndata amesema Mungu si roho. Sasa soma Biblia iseme kama sio hivyo ama ni aje. Maana shida ni elimu. Inasemaje?
Katika ni kitabu cha Yohana 4:23 inasema, lakini saa inakuja, ndiyo, nayo saa ipo, ndiyo, ambapo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa hivyo Yesu anasema, anamwambia mwanamke Msamaria, saa inakuja ambao waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. 22 nadhani unataka 24. No, ngoja soma kile nakupea. Sawa. Inasemaje? Ninyi naabudu msichokijua. Kwa hivyo watu wanaweza kuwa kwa ibada na wanasema wako kwa ibada, kumbe kile ambacho wanachokiabudu hawakijui. Yesu akamwambia mwanamke, hata nyinyi ni kweli mnasema mnamwabudu Mungu, na nyinyi mnasema mko na Mungu, ni kweli, ni sawa, lakini mnachokiabudu hamkijui. Kwa hivyo unapofika 23 wanasema saa inakuja ambao waabuduo halisi watamwabudu katika Baba, watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa nini? Mstari wa 24. Mungu ni roho, ate Mungu ni roho, ate Mungu ni roho, ate Mungu ni roho. Ninyi mlisema Mungu si roho. Biblia inasema Mungu ni roho, na Biblia inasema Mungu ni roho. Kwani mnatakanga aje nyinyi? Mungu ni roho na wamwabudu. Soma ndiko. Mungu ni roho. Mungu ni roho, ndiyo, na wamwabudu yeye, na wao wanaomwabudu huyo Mungu roho yeye, imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu abudiwa Mungu ni roho, na wanaomwabudu wamwabudu katika roho na kweli. Sasa vizuri Bwana ndacha uweze kuelewa lugha ya Biblia. Maana ukielewa lugha ya Biblia hautakuwa na shida sana, hautakuwa natembea huku ukifundisha vitu ambavyo vieleweki. Sasa wacha niulize, je, mbinguni tukiingia mbinguni ama vipi? Biblia inasema habari ya mbinguni kuhusiana na Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hebu tuende katika waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:7 na uteremke na 8. Inasemaje? Ni katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ndiyo, 5 mstari wake ni wa 7. Inasema, naye Roho ndiye ashuhudiaye. Huyo Roho ndiye anayeshuhudia kile ambacho tunachokisema, kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa sababu Roho ndiye ukweli. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni. Hapana, wako mmoja ashuhudiaye mbinguni. Wapo watatu washuhudia mbinguni. Kumbe mbinguni kuna wangapi? Watatu. Wanaoshuhudia wapi? Mbinguni. Soma. Baba. Ate nani? Baba. Ate nani? Baba. Ndiyo. Na Neno. Kristo. Na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa, na hawa walio watatu ni umoja. Shida iko wapi nyinyi hamuelewi hii mambo? Ni umoja. Hawa watatu ni umoja. Katika umoja wao ni wa kumkomboa mwanadamu. Taabu iliyo na nyinyi, dakika 4. Naam. Asante. Taabu iliyo katika ninyi ni what we call, na nilianzia kukisema, plain reading of the Bible. Umoja. Lakini taabu yenu ama taabu ya elimu ambayo iko naye, na ningeomba sana msome vizuri ili muweze kuelewa vile Mungu anavyosema ama vile Biblia inavyozungumza. Hebu tuulize, Yohana alisema hivyo, na je, Yesu anasemaje? Anasema waungu ama Mungu? Hawa watatu wanaitwa Mungu, hawaitwi waungu. Ndacha uelewe hii ndugu yangu. Hawa watatu hawaitwi waungu, wanaitwa Mungu. Hii ieleweke hapa, maana atakuja na hadithi za Abunuasi tena hapa. Hawa watatu Biblia imesema ni umoja, hawayaitwa waungu ama miungu. Sasa wacha tuulize Yesu akasemaje? Twende kitabu cha Mathayo ambaye alipitia hapo. Mathayo 28:19. Inasemaje? Mathayo 28:19. Ndiyo. Biblia ya pumzi ya Mungu inasema katika Mathayo 28:19 hivi. Nini? Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Yesu anasema enendeni duniani mwafanye watu wawe wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba. Ngoja. Yesu hasemi majina, na ni vizuri watu wakadelo muelewe. Yesu hasemi enendeni mkawabatize kwa majina. Kwa jina. Lakini hili jina ni lipi? Sikiliza vizuri. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na
Mwana. Hii ni mawili, amefika mawili. Ni mawili. Baba moja, Mwana mbili, na Roho Mtakatifu. Haya majina matatu yanapozungumziwa kuhusiana na Mungu, anaitwa Mungu. Anaitwa Mungu. Katika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu anaitwa Mungu. Na ndio naona utakuja wacha ndacha asimame, utaanza kusikia kisema hiyo haifundishangu hivyo. Utasikia Trinity fundishangu ataanza kusema hivyo. Kwa nini? Maana amepiga kona. Sasa imefika ni kisungumukuti. Hakuna kitu iko hapo tena. Ni vizuri tuweze kuelewa, ndugu zangu na dada zangu, katika eneo hili la Katheloa, Mungu ambaye aliumba ni Yesu. Dakika moja. Naam. Asante. Hii dakika moja inafaa ndacha hata mimi nimwachie, maana alisema masekunde ameniachia. Mimi sina tamaa mingi. Ndacha karibu. Barikiwa sana. Ama mwenyekiti wewe utupe mwelekeo. Asante, asante. Wenye masikio wamesikia hoja ambazo zimeletwa. Aya, tunangoja wanafunzi wapate kupita. Hata wako sawa tu, tunangoja watoto wakaweze kupita. Tupite kwa utulivu, tupite kwa utulivu. Tupite kwa utulivu. Kisha tutapeana dakika 10 za kuwachambua walimu. Maanake kunao hawakujua manda, kunao walisahau na manda waliposimama hapa. Wakaanza kusema mambo na elimu, na sisi manda ilikuwa ni Mungu wa kuabudiwa, Mungu wa kweli wa Biblia ni nani? Kwa hivyo tunasubiria kwamba walimu wakaweze kuchunguzana kwa dakika 10. Na Mungu awabariki sana watumishi, maanake mmetunza masaa. Mungu awabariki sana. Kwa hivyo tukiendelea hivyo, nadhani kwamba tutakuwa kwa hakika wenye kubarikiwa. Hivyo namkaribisha mwalimu. Asante wanafunzi, wako tayari pia kusikiza. Bora tusipige kelele. Kwa hivyo namkaribisha mwalimu aliyekuwa ametangulia, akaweza kwa dakika 10 kuweza kumchunguza mwalimu mwenzake. Na baada ya yeye tumtamkaribisha mwalimu wa pili, na baadaye tutakuwa wenye kumaliza ama kujua kama tunaingia katika maswali. Mungu awabariki. Karibu sana mwalimu. Asante sana kwa wale ambao wanaendelea kusikiliza. Tuna mdahalo na Moloki. Na mdahalo wetu unahusiana na Mungu wa kweli, Mungu mmoja ni nani? Kulingana na vile ambavyo nimemsikiliza Moloki, ni kwamba unaposema Mungu ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Lakini kusema kweli, tangu aanze mpaka akamaliza, hakuna andiko kama hilo nimelisikia. Sijalisikia andiko linalosema hivyo. Kile amefanya, alikuwa anatoa andiko alafu anaweka maelezo yake. Si ati kwamba andiko limesema, yeye ndiye anasoma alafu anaeleza. Kwa mfano, katika Mwanzo 1:26 imesema Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Akaweka maelezo hapo, mpaka akataja Waislamu, akataja Qur'ani. Wakati andiko hilo linasema Mungu akasema tufanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hivyo ina maana ya kwamba Mungu ana mwingine, ana mfano wake. Mimi nilikuwa nimetoa ya kwamba aliyekuwa na mfano wa Mungu ni Yesu. Kwa hivyo kuna Yesu na kuna Mungu ambaye Yesu ni mfano wake. Sijaona akipinga. Nimeona tu akiweka maelezo. Hajatoa aya yenye kueleza andiko hilo. Ameeleza kwa akili yake. Kwa hivyo hatuwezi kuacha Biblia alafu tutumie akili za Moloki. Iwezekani? Iwezekani Moloki. Tumia maandiko. Alafu kitu kingine ambao umefanya makosa ni kusoma Isaya 9:6 alafu kasema ya kwamba hapo panatetea Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Kwanza andiko hilo linaanza hivi: kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Ukiambia hawa watu huyo mtoto amezaliwa na nani? Alafu kitu ya pili, tumepewa mtoto mwanaume. Kwa hivyo kuna yule aliyemzaa huyo mtoto na tena akatupa huyo mtoto. Huyo aliyetupa huyo mtoto ni nani? Kwa sababu aliyemzaa. Alafu kasema huyo mtoto ataitwa Mungu mwenye nguvu. Mimi nilipokuwa ninafundisha hapa nikasema hivi,
kwa sababu Yesu ni mwana wa Mungu, ana haki ya kuitwa jina la baba yake. Na Yesu mwenyewe katika Yohana 5:43 akasema nimekuja kwa jina la baba yangu. Kwa hivyo Yesu anapoitwa Mungu mwenye nguvu ni kwa sababu ni mwana wa Mungu. Alafu kanisaidia ukasema mwana wa mbuzi ni mbuzi. Sasa ukisema ya kwamba mwana wa mbuzi ni mbuzi ni kweli. Lakini sasa ukiulizwa hiyo mbuzi ambayo imezaa huyo mtoto, ukiulizwa huyo mtoto ni nani? Utasema ni mtoto wa huyo mbuzi. Utasema ni mbuzi mwenzake. Ukisema wewe ni mtoto wa mwanadamu, ina maana ya kwamba wewe na baba yako anakuitaka mwanadamu mwenzio, si anakuitaka mwanao. Kwa hivyo Yesu kwa sababu amezaliwa na Mungu, Yesu ni Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu, sio Mungu na Babeli. Ndio katika kitabu cha Waibrania, rudia Waibrania 1:9. Niliisoma akacheka na hajaiguza mpaka ameshuka. Hajaiguza. Soma Waibrania 1:9. Waibrania 1:9 inaeleza kwa nini Yesu ni Mungu. Ni kwa sababu ni mwana wa Mungu. Kama angekuwa Mungu na Babeli na Roho akuwe Mungu namba 3, wangekuwa hao ni miungu mitatu. Lakini Biblia inasema, Mungu anasema Yesu ni Mungu na anasema ana Mungu wake. Kwa nini Yesu akuwe na Mungu wake, asikuwe na Mungu mwenzake? Kwa sababu amezaliwa, lakini baba hajazaliwa, lakini Yesu amezaliwa. Kwa nini hilo mroki ujui? Wewe unasema shule ya kwenda shule ukafundishwe na walimu huko shuleni hata wanakupea elimu. Wachana elimu ya shule, soma Biblia ndio elimu iko hapo. Unaongelea elimu ya shule huko kwa theolojia. Elimu iko hapo kwa Biblia, wacha kwenda mahali nyingine. Soma tusikie. Waebrania 1:8 inasema. 1:9. 1:9 inasema. Inasemaje? Umependa haki. Umependa haki. Umechukia maasi. Umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako. Kumbe Yesu ni Mungu na ako na nini? Mungu wake. Ana Mungu mwenzake? Mungu wake. Mungu wake. Sasa swali kwa Moroki katika hoja. Kama Yesu ana Mungu wake, sasa yule Mungu wa Biblia ni nani? Ni Yesu ama huyo Mungu wa Yesu? Mungu wa Yesu. 20:17 Yohana. Hajagusa haya maandiko. Amekuja tu kunisema tu ati sijaenda shule, sijasoma, sijui nini. Hiyo itakusaidia nini sasa hiyo? Wakati maandiko na kutolea maandiko uyaguzi. Soma usikie. Mimi hakuna andiko lako napita. Soma tusikie. 20:17 inasema. Inasemaje? Yesu akamwambia. Akamwambiaje? Usinishike. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini nenda kwa ndugu zangu kawaambie. Nini? Ninapaa kwenda kwa Baba yangu. Yesu anaenda kwa Baba yake. Naye ni Baba yenu. Kwa Mungu wangu. Naye ni Mungu wenu. Kumbe Mungu wetu ni Mungu wa nani? Wa Yesu. Mungu wa Yesu. Sasa Moroki ni nani? Kwa sababu yeye ndiye Mungu wetu. Tunamuuliza Yesu, si wewe. Yesu tuambie Mungu wetu ni nani? 6:27 Yohana. Sasa Moroki unataka kulazimisha ate mafundisho ya SDA yaingie kwa Biblia? Theology. Haiwezekani abadan katani. Soma tusikie. 6:27 inasema. Inasemaje? Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika. Bali chakula kidumucho hata uzima wa milele. Chakula kidumucho hata uzima wa milele ambacho mwana wa Adamu atarapo, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba. Yaani Mungu. Kumbe Yesu anasema Mungu ni nani? Ni Baba. Na Moroki? Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Yesu Mungu mmoja ni Baba. Na Moroki? Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Sasa kati ya Yesu na huyu Moroki nani anatudanganya? Ni Moroki. Si wewe Moroki ndiye anaongea uongo. Kuna mahali umetoa 28:19 Mathayo. Yesu hajasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Amesema watu wakabatizwe kwa jina la Baba, Mwana na Roho. Yesu anapoulizwa Mungu ni nani anasema Baba. Hasemi Baba, Mwana na Roho. Tunaona katika Ufunuo 1:1. Hebu sema tusikie. Ufunuo wa Yesu Kristo. Aliyepewa na Mungu. Aliyepewa na nani? Na Mungu. Kumbe kuna Mungu alimpea Yesu nini? Ufunuo. Sasa kama Yesu alipewa ufunuo na Mungu, nataka kuniambia alipewa na Baba, Mwana na Roho? Hapana. Alipewa na baba yake. Sasa ukakuja ukatoa Tito 2:13. Tito 2:13 nataka leo nikufundishe kwenye kiwanja hiki. Unasema umeenda shule kumbe hujasoma. Soma Tito 2:13. Tito 2:13. Inasema hivi. Alafu unipe Kiswahili ya sasa pengine ataelewa. Maana hiyo ni kama imempiga chenga. Inasema, ndio, tukilitazamia tumaini lenye baraka. Twende na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Nani? Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Kulingana na Moroki, akasema Yesu ndiye Mungu mkuu, tena ndiye Mwokozi wetu. Kwanza nisaidie Yohana. Hiyo Biblia hiyo. Yohana 14:28. Yohana 14. Leo nakufundisha for free hiyo andiko.
Soma tusikie. Yohana 14 28 mstari wa 28 inasema. Inasemaje? Inasema mlisikia kwamba. Mlisikia kwamba. Mimi naliwaambia. Naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, twende. Mngalifurahi. Kwa nini? Kwa sababu naenda kwa Baba. Yesu anasema anaenda kwa Baba yake. Maliza. Kwa maana nini? Baba ni mkuu kuliko mimi. Kumbe Yesu anasema Baba yake ni mkuu kuliko yeye. Sasa hivoje Baba ni mkuu kuliko Yesu? Tena Yesu akuwe Mungu mkuu. Inawezekanaje? Inawezekani. Sasa soma kwenye Kiswahili hii sasa. Tito 2:13 hiyo. Tito 2:13. Tumuonyeshe. Hii umeweka. Kiswahili inaitwa habari njema kwa watu wote. Kiswahili ya sasa ya kueleweka. Ile andiko ni chenga tu limempiga Moroki. Soma tusikie. Inasema hivi. Inasemaje? 2:13 Tito. Inasema hivi. Inasemaje? Tukiwa tunangojea siku ile ya heri, tunaitumainia. Ndio. Wakati utakapotokea utukufu wa Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Kumbe kuna Mungu mkuu na nani? Na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yesu anakuja na utukufu wa nani? Wa Baba yake. Wa Mungu mkuu. Si Biblia inasema hivyo? Naam. Imesema unatokea utukufu wa nani? Wa Mungu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Utukufu Yesu atakuja naye, wa Mungu mkuu. Huyo Mungu mkuu ni nani? Mathayo 16:27. Yesu akija anakuja na utukufu wa Baba yake. Baba yake ndiye Mungu mkuu. Ulisomea baada tena unasema umeenda shule. Ona huyu. Soma andiko 16:27. Kitabu ni kile cha Yohana Injili. Twende. Inasema hivi. Inasemaje? Niko pale inasema kwa maana Baba mwenyewe awapenda. 16:27 Mathayo. 16:27 Mathayo. 16:27 Mathayo inasema mwalimu. Inasemaje? Kwa sababu mwana wa Adamu Yesu atakuja katika utukufu wa Baba yake. Kumbe Yesu atakuja na utukufu wa nani? Wa Baba yake. Na Baba yake ndiye anaitwa Mungu mkuu. Kumbe Mungu mkuu ni baba wa nani? Wa Yesu. Si nani? Si Yesu. Yesu ni mwana wa Mungu mkuu. Na hiyo ndio imani yetu. Si yeye anasema ya kwamba waraka wa Timotheo wa kwanza 4:1 watu watajitega na imani. Naam. Soma waraka wa kwanza Yohana 5:4 tumalize. Wa SDS hii washatoka kwa imani wakiongozwa na huu Mroki. Mroki utafikiria kwamba anatetea imani, kumbe anatetea uongo. Sema usikie imani ameshatoka kwa imani. Kwa maana ndio kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Twende. Na huko ndiko kushinda kwa ulimwengu. Maliza. Ile imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminiye kwamba nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Kumbe Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na hiyo ndio imani yetu. Na ya Mroki. Mungu mwana. Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. Tena Yesu Mroki asema Yesu ni Mungu mwenyewe. Asante, muda wangu umeisha. Sawa. Ninashukuru kwa sababu pia Ndacha amejaribu kujitetea na ni sawa. Maana kila mvuta ngozi huvutia kwake, kila mvuta ngoma mpiga ngoma huvuta kwake na hakuna shida. Hii inaeleweka. Lakini hebu tumuulize. Naomba msomaji na huyu msomaji anasomanga na upendeleo, mimi naomba unisomee wewe. Huyu msomaji namjua sana. Kabisa. Naomba uende usome. Huyu ana upendeleo mwingi. Namuelewa sana. Lakini usinichukie sana. Wewe peana mic. Mimi sikuchukisi. Unaona hata tukikutana Nairobi tunasalimiana. Wala mimi sina shida. Shida ni vile tu nasoma vibaya na umepiga kona unaenda kupotea. Naomba unisomee Mathayo 12:31. Tunaenda pole pole. Mathayo 12:31. Ndiyo. Inasema hivi. Nini? Katika Mathayo 12:31. Ndiyo. Nimefika. Kwa sababu hiyo nawaambia nini? Kila dhambi na kila neno la kufuru, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, kama Ndacha na watasamehewa wanadamu. Ndiyo. Ila kwa kumfukuru Roho, lakini kwa sababu mmemkufuru Roho Ndacha hawatasamehewa. Ndacha mbingu unaweza ionea 18 chungeni, maana hivi karibuni mambo inaweza badilika. Hebu twende katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 22:13. Ufunuo 22:13. Inasemaje? Biblia pumzi ya Mungu inasema hivi. Ndiyo. Mimi ni Alfa na Omega. Huyu ni Yesu anazungumza. Na kama si Yesu, naomba Ndacha akikuja aseme huyo si Yesu. Anasema mimi ni Alpha and Omega, mwanzo na mwisho. Kwa hivyo Yesu anasema mimi ni wa mwanzo na mimi ni wa mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Sasa hakuna mwingine, ni Yesu anazungumza. Na kama si Mungu, basi Ndacha akuja aseme hiyo si Yesu alizungumza,
tuone akikataa Biblia leo peupe kabisa mchana saa 11 hapa. Kwa hivyo Yesu anasema yeye ni Alfa na Omega, na mtu ana mwanzo na mwisho ni Mungu peke yake. Yesu kusaliwa na Mariamu Bwana Ndacha haimaanishi katika kuzaliwa kwake hapo ndio ilikuwa mwanzo wake. Hapana. Wakati umetoa kitabu cha Mathayo, Yesu anajiita mwana wa Adamu. Kwani ni Adamu alimzaa Yesu? Hapana. Lakini Yesu anajiita title ya kuwa mwana wa Adamu kwa sababu alikuja na mwili wa nyama, damu, mwanadamu. Ndio maana Yesu anajiita hivyo. Lakini hebu niulize, Yesu wewe unasemaje kuhusu wewe na Mungu? Niende kitabu cha Yohana. Yohana 10:31. Yohana 10:31. Kwa nini unadanganya watu mchana? Inasemaje? Ni katika kitabu cha Yohana 10 mstari wake ni wa 31. Ndiyo. Basi Wayahudi wakatoka na mawe ili wampige. Ndiyo. Yesu akajibu, nini? Kwa kazi njema ninyi nimewaonyesha ndiyo zitokazo kwa Baba. Naomba unisomee 30 hapo tu 30. Mimi na Baba tu umoja. Yesu anasema mimi na Baba tu umoja. We are one. I and my Father. Swali. Najua ni vizuri pia iweze kueleweka. Yesu anaposema mimi na Baba yangu, I and my Father are one, anasema is one? No. Anasema is one, are one. Tuko moja, tuko ni kitu moja. We are one. I and my Father are one. Sio is one. No. Yesu anasema mimi sawa na Mungu ako mbinguni ndiyo ni kitu moja. Inamaanisha wameshikana? Hapana. Yesu wako kivyake na Baba Mungu wako kivyake. Haimaanishi wameshikanishwa. Hapana. Hii ni maelezo potovu ambayo haiko. Naomba usome kitabu cha Yohana. Hebu tuulize Yesu asemeje wakati Yohana 14 mstari wake ni wa 9. 14:9 inasemaje? Yohana 14 mstari wake ni ule wa 9. Inasemaje? Biblia inasema hivi. Nini? Yesu akamwambia, naomba unisomee mstari wake wa 8 alafu ufike 9 msomaji wangu. Filipo akamuita Yesu akamwambia, Bwana Yesu, utuonyeshe Baba yatutosha. Sasa hapo Ndacha hawezi pitia hapo. Filipo anakuja anamwambia Yesu, maana umetufundisha tabia za Baba. Yesu, tunataka sasa, maana umetuambia kila saa unasema Baba yako aliye mbinguni ndiye Baba yetu. Sasa tuonyeshe Baba huyo. Yesu akajibuaje? Yesu akamwambia Filipo, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote. Yesu anamwambia Tomaso, mimi Yesu nimekuwa na nyinyi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Filipo alitaka kumuona nani? Baba. Na Yesu anamwambia nini? Tumekaa na wewe hizo siku zote, haujui Baba. Kumbe Yesu anajiita nani? Si anajiita Baba. Anamwambia Filipo, hunijui, tumekaa na wewe hizi siku zote, wewe hujui. Soma andiko. Aliyeniona mimi Yesu amemuona Baba. Sasa aliyeniona mimi amemuona nani? Baba. Sasa shida ambayo iko hapa ni ya kwamba ni mafungu tu tunajaribu kubadilishana kwa sababu hatuelewi ni nini ambacho kinakula kingine. Mtu anakuja anajaribu kupita kona, kona, kumbe sio hivyo. Umekuja kukata dakika zangu. Najua nakuonanga anashtuka wewe na mimi. Sawa tu. Sasa Yesu anasema aliyemuona, wewe ukitaka Baba, Filipo Tomaso anamwambia tuonyeshe Baba. Anamwambia wewe nimekaa na wewe hii siku zote. Miaka 3.5 ambayo Yesu alikaa hapa duniani. Alikaa na Tomaso anamwambia sasa tuonyeshe huyo Mungu Baba. Yesu anamwambia usijali. Aliyeniona mimi amemuona na Baba. Sasa kwa nini? Kwa sababu Yesu pia ni muumbaji. Naomba unisomee kitabu kile cha Wakolosai 1:17. Ukimuona Yesu umemuona na Baba. Kwa nini? Mungu haonekani kwa macho ya mwanadamu. Mungu hawezi akaonekana kwa macho ya mwanadamu. Yesu ambaye aliyevaa mwili wa mwanadamu akakuja duniani ili tuelezewe habari hizi. Na nyinyi mmekuja kudanganya watu hapa. Soma andiko. 1:17 kitabu ni cha Wakolosai. Inasemaje? Naye amekuwapo kabla ya vitu vyote. Huyu Yesu si ati ametokea wakati. Naomba unisomee soma 16 ndio ufike 17. Yesu hajakuja kwa sababu amezaliwa na Mariamu. Aliingia kwa tumbo la Mariamu ili wanadamu, Yesu akuje kama mwanadamu aokoe wanadamu. Hiyo ndiyo Ndacha na kikosi yako hamjui. Soma andiko.
Mstari wa 16 inasema nini? Kwa kuwa katika yeye Kristo vitu vyote viliumbwa. Kwa kuwa katika yeye Kristo, yeye Yesu, vitu vyote vimeumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Kumbe Yesu ni nani? Ni muumbaji. Katika vitu vyote viliumbwa kupitia Kristo. Si usome ndiko? Vinavyoonekana na visivyoonekana. Yaani vile ambavyo vinaonekana kwa macho yetu ama vile havionekani kwa macho yetu. Ni nani kaviumba? Ni Yesu. Soma ndiko. Ikiwa ni vitu vya enzi, ndio, au sultan, ndio, au enzi, au mamlaka, ndio, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Na kwa ajili yake. Kwa hivyo ukiangalia Yesu anasema amekuwa tangu mwanzo. Na vitu vyote vimeumbwa na yeye. Yeye ni muumbaji. Sasa mkikuja kusema Yesu si Mungu, jameni, na hili hali Biblia inasema ni yeye ameumba. Nyinyi mnaelewa aje hii Biblia? Kwa nini mnapiga kona hapa, mnaharibu maandiko? Ni vizuri. Sasa Ndacha akasema si kupitia kitabu cha Waebrania. Wacha nikuonyeshe Ndacha. Enda hapo Waebrania alitoa 1:9. Nimefungua sasa faili yako. Ulisema sitaki kupitia hapo. Nataka nipitie hapo nikuonyeshe unasoma vibaya. Inaitwa plain reading. Unasoma tu vile ilivyo alafu unafikiria basi iko sawa. Context yake, meaning ya hiyo basi ndio iandikwe hivyo. Ilimaanisha nini? Soma ndiko. Ni katika Waebrania 1:9. Inasemaje? Umependa haki Mungu, umechukia maasi. Ni kweli. Kwa hivyo Mungu wako. Hapa Yesu anaitwa Mungu na Baba Mungu anaitwa Mungu. Sasa nyinyi watu niwaulize hapa. Nikiita Yesu Mungu, dhambi iko wapi? Nimekosea wapi ninyi? Yesu anaitwa Mungu na Mungu mwenyewe muumba wa mbingu na nchi anamuita Mungu. Alafu wao kuja uniambie Yesu si Mungu. Wewe uko sawa kweli? Hii inaonekana haiko sawa. Kwa hivyo kama Mungu mwenyewe, Mungu Baba anaita Yesu Mungu. Na wewe kuja uniambie Yesu hafai kuitwa Mungu. Sasa wewe uko na taabu gani? Naomba niachie hapo. Asante. Kwa hivyo mwalimu, nitaweza kumkaribisha mwalimu. Asante. Kwa hivyo nitaweza kumkaribisha mwalimu Roki aweze kuuliza swali kwa dakika 3. Mwalimu ajibu, mwingine aweze kujibu kwa dakika 5. Baada ya Roki vile vile mwalimu atauliza dakika 3, alafu Roki ajibu kwa dakika 5. Ndio hiyo chapter tuweze kufunga. Kwa hivyo nitaweza kumkaribisha mwalimu Roki aulize swali kwa dakika 3. Karibu. Asante. Dakika 3. Nataka niulize swali. Ndacha. Swali tu la direct. Naomba ukuje hapa useme kuna mahali Yesu akiitwa Mungu ni dhambi. Ukuje tu hapa. Maana Mungu Baba amemuita Yesu Mungu. Na wewe ukuje uniambie tukiita Yesu Mungu tumekosea wapi? Mimi nimemaliza, hata si dakika 3 za nini? Na umusikize swali langu tafadhali. Asipige kona. Unajua swali ya Moroki ni kuwa hanisikilizi. Tangu nilipoanza kufundisha hakusikiliza. Nilifundisha nini? Moroki, katika mjadala nataka nikufundishe kitu. Unapokuwa katika debate au mdahalo, kuwa makini kusikiliza yule ambaye mna debate na yeye. Usije ukawa watu wengine wanasikiliza kutoka nje lakini wewe usikilizi. Inakuwa ni shida kubwa sana. Hiyo nimekusaidia for free. Mimi tangu nilipoanza hapa hakuna mahali nimesema Yesu akiitwa Mungu ni dhambi. Unaniwekelea wewe. Na nikatoa Yohana 5:43. Soma. Si nilitoa na ulikuwa tu hapo. Sasa unauliza kitu ambaye nilikuwa nishajibu. Si unaona umepoteza muda wako? Umepoteza muda. Hizo dakika umepewa hapa umepoteza zote. 5:43. Ndio. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Yesu anasema nimekuja kwa jina la nani? La Baba yangu. Sasa jina la baba yake Yesu. Yesu atuambie baba yake anaitwaje? Si ndio? Naam. Yohana 5, Yohana 8:54. 8:54 tulikuwa tumesoma tu. Tulikuwa tumesoma ni yeye hakusikia. Yesu akajibu. Akasemaje?
nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Kwa hivyo Yesu amesema nimekuja kwa jina la Baba yangu. Baba yangu. Na Yesu anasema baba yake anaitwaje? Mungu. Na Yesu amesema amekuja kwa jina la nani? La baba yake. Kwa hivyo Yesu akiitwa Mungu ni jina la nani? La baba yake. Wewe ukiitwa jina la baba yako unakuwa baba yako? Hapana. Moroki, sasa ni swali gani unauliza? Alafu katika Waibrania 1:9 umeiacha kama imesimama. Kwa sababu hoja niliyojenga hapo hukusikia. Hebu isome Waibrania 1:8 na 9. Huko sikiliza hoja yenye nilijenga hapo. Kulingana na utatu hakuna Mungu wa mwingine. Wote ni Mungu. Hakuna Mungu mwingine, Mungu wa mwingine kulingana na utatu. Soma usikie. Inasema hivi Waebrania 1:8. Ndio. Lakini kwa habari za mwana asema nini? Kiti chako cha enzi. Mungu anaongea kuhusu mwanawe, si ndio? Naam. Mungu anaongea kuhusu mwanawe. Anasema kiti chako cha enzi. Mungu ni cha milele. Kwa hivyo Mungu amemuita mwanawe nini? Mungu. Kumbe mwana wa Mungu ameitwaje? Mungu. Sasa soma mstari wa 9 tumfundishe Moroki. Umependa haki, umechukia maasi. Mwana wa Mungu anapenda haki, anachukia maasi. Kwa hiyo Mungu, sasa ameitwa tena Mungu huyo mwana. Kwa hiyo Mungu ndio Mungu wako. Kumbe Yesu ni Mungu na wako na nani? Mungu wake. Sasa mbona hukuguza hiyo? Katika utatu hakuna Mungu ana Mungu mwenzake au ana Mungu wake. Moroki, katika utatu wote wanatengeneza Mungu moja, lakini hilo andiko yasema Mungu wako. Kwa nini Yesu akuwe na Mungu wake? Kwa nini Yesu akuwe na Mungu wake? Anakuwa na Mungu wake kwa sababu ni mwana. Kama angekuwa Mungu mwenzake hangekuwa na Mungu wake. 20:17 Yohana. Sasa Mungu yule ambaye tunamzungumzia hapa sio Mungu aliye na Mungu wake, ni huyo Mungu mwenyewe. Sema tusikie. Inasema hivi. Inasemaje? 20:17 kitabu cha Yohana. Twende. Yesu akamwambiaje? Usinishike. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Kwa nini? Lakini anaenda kwa ndugu zangu ukawaambiaje? Ninapaa kwenda kwa Baba yangu. Ndio. Naye ni Baba yenu. Kwa Mungu wangu. Naye ni Mungu wenu. Kumbe Yesu ametuambia Mungu wetu ni Mungu wake. Mungu wake si ni baba yake kabisa. Kwa hivyo Mungu wetu ni nani? Ni baba ya Yesu. Na huyu anasema ati ni Baba, Mwana, Roho. Uone unatudanganya. Uone Moroki unadanganya kabisa. Alafu kitu kingine akatoa Yohana 14:7 ya kwamba Tomaso anataka kuona Baba. Sasa kulingana na Moroki ati Yesu alijiita Baba. Hakuna mahali Yesu amewahi sema mimi ni Mungu Baba. Amesema ukiniona mimi umeona Baba. Si ati ya kwamba mimi ni Baba. Sasa wewe kulingana kile unafundisha hapa, umesema Yesu ndiye Baba, ndiye Mungu Baba. Naye Mungu Mwana ni nani? Confusion. Kwa sababu kulingana na fundisho yake Yesu ni Mungu Baba. Kulingana na utatu Yesu ni Mungu Mwana. Kwa hivyo wewe hata tuambie unafundisha nini, kwa sababu hata ufundishe utatu brother. Sasa mimi niko na swali kwa dakika 3. Sasa sikia swali yangu uone kama utajibu. Wewe unauliza swali rahisi tu, unakuja kuniuliza swali rahisi. Mimi nakuuliza swali utalijibu, na ukilijibu mimi nishakujibu swali yako. Kwa sababu niuliza kuna makosa gani kuita Yesu Mungu? Na nikajibu hakuna makosa. Shida iko kwa sababu wewe unaita Yesu ndiye Mungu wa pekee wa kweli. Wakati Yesu ni Mungu na ako na Mungu wake. Na anatumia wewe, kwanza wewe unatakana hapo kukuruka kala wewe. Sababu hii mada ni kama uelewi kenye tunafundisha. Sisi hatukatai uungu wa Yesu Moroki. Tunakubali Yesu ni Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu. Sasa swali yangu ni hii, 7:55 Matendo ya Mitume. Uone kama utalijibu. 7:55 Matendo ya Mitume. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 7:55 kitabu cha Matendo ya Mitume. Ndio. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, huyu tunaambiwa alijaa Roho Mtakatifu. Ni mtu anaitwa nani? Stefano akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake, akitazama mbinguni. Twende. Akauona utukufu wa Mungu, na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Swali Moroki, Yesu amesimama upande wa kuume, mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. Na Stefano alipoguruwa mbinguni akaona huyu Mungu ambaye Yesu amekaa mkono wa kuume wake ni nani? Sasa kwanza wacha usikie sasa maneno. Asante. Kwa hivyo nitaweza kumkaribisha mwalimu Moroki.
aweze kujibu swali hilo kwa dakika 5. Karibu. Asante. Mimi nilikuwa hata nafikiria ndacho atauliza swali ngumu, kumbe hakuna. Unajua nimeshtuka sana. Hebu rudia soma fungu tena. Inasema hivi. Yaani ndacho yaani kama kuna mtu ako na mfilisiko. Umefilisika kabisa. Na nimekubali umefilisika mafungu. Hani hauna. Yaani ndio unasimama tu usima na suti yako vizuri hivi kuniuliza swali hakuna. So au ulisoma ndiko. Inasema hivi nini? katika kitabu cha Matendo ya Mitume 7:55. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, ndio akakaza macho yake, ndio akitazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu, na Yesu amesimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Ndio. Sasa ndacha anauliza, huyo ni nani? Ndacha ni Mungu Baba. Ambaye Mungu Baba Waebrania imesema ni Mungu na Yesu anaitwa Mungu. Shida iko wapi? Yaani unauliza tu hiyo swali ndacha hata sikuwa nafikiria unaweza uliza. Nilikuwa nafikiria ni hao vijana wako wa mkono wanaweza uliza. Yaani mtu mzima tu hivi kama wewe. Nimekuhurumia sana. Unajua ni kama kuniuliza kiti ya Roho Mtakatifu iko wapi? 14:7 kitabu cha Ufunuo wa Yohana Injili. Hiyo ni kama kuniuliza kiti ya Mungu iko wapi? Huyo hatuna uwezo wa kumuona. Si usome wewe msomaji. Usikuwe kama mwingine anakuanga hapa. 14:17 kitabu cha Yohana Injili. Unajua mimi nilikuwa nafikiria ni swali kubwa kabisa hata sijawahi sikia akiuliza. Si usome bwana. 14:17 inasema hivi, ndio ndiye Roho wa kweli. Hebu soma 16 alafu 17. Inasema ndio, nami nitamuomba Baba. Yaani Yesu anapoitwa mwana wa Mungu anaitwa Mungu pia. Na ndacha amekubali kuita Yesu Mungu, si shida na si mbaya na sio dhambi. Sasa ndacha wa Sabato na Wakristo wa Jumapili wanaposema Yesu ni Mungu, umesema hakuna dhambi. Na umekuja unaambia watu tena Yesu ni huakiitwa Mungu, na unachanganya hawa watu bwana. Kuwa na msimamo, sema Yesu si Mungu ieleweke. Tukuelewe ona uko pande ile mwingine. Sasa soma ndiko bwana. Nami nitamuomba Baba ambaye ndio huyo Baba Mungu, naye atawapa msaidizi mwingine, ndiye ili akae nanyi hata milele. Soma. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu huwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni. Kumbe ulimwengu huwezi ukampokea Roho maana na mwili kama Muroki ama kama Ndacha. Kwa sababu hana mwili, ulimwengu huwezi ukamkubali. Ndio Ndacha anauliza, mbona Roho wa Mungu anaitwa Mungu? Ni kwa sababu Ndacha ana mwili kama wa Yesu. Ndio maana huwezi ukaelewa. Ndaka zangu zimebaki ngapi? Dakika moja. Asante sana. Kwa hivyo kama imeeleweka hivyo, na Biblia tumesoma, Biblia imesema wako watatu. Soma hiyo, nisomee hapo 1 John 5:7. Yesu anasema wako watatu mbinguni. Nani? Baba, Mungu Baba, Kristo anayeitwa Mungu pia, Mungu Mwana, na Roho Mtakatifu. Hapo Biblia imesema ni Mungu. Kama unakataa hiyo kujo ufute hiyo fungu kwa Biblia Ndacha. Sema ndiko bwana. Inasema hivi katika waraka wa kwanza wa Yohana 5:7. Inasema naye Roho ndiye ashuhudiaye. Ndio. Kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa maana wako watatu washuhudia mbinguni. Kwa sababu huko mbinguni wako watatu wanaoshuhudia. Nani? Baba na Neno, ndio, na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Ndacha kama unapinga hiyo enda nyumbani. Asante. Watatu hawa ni umoja, si mmoja. Si mmoja, si Mungu mmoja, umoja. Kwa hivyo nitaweza kukaribisha kwa watu ambao wamekuwa wakisikiza, wale wote ambao walikuwa wakisikiza mafundisho kutoka wakati ambapo walimu walipoanza. Kama uko na swali aidha kwa walimu upande wa Mwalimu Ndacha ama upande wa Pastor Muroki, vile vile nitaweza kukupa nafasi hiyo uweze kuuliza swali kwa dakika 2. Utauliza swali kwa dakika 2, mwalimu atajibu kwa dakika 3. Swali kwa dakika 2. Aulize mwenye anauliza Muroki na mwenye ananiuliza. Sawa. Wangapi wanauliza Muroki? Haya, 1 2 3. Sawa, watatu. Wangapi wanauliza Mwalimu Ndacha? Wewe ni Muroki. Asante. Sawa.
Asante. Wangapi wanauliza mwalimu Dacha? Haya, 1. Tuanze pande gani? Asante. Kwa hivyo direct kwa swali. Kwa hivyo unaweza kuuliza swali tu kwa dakika moja. Uliza swali tu direct. Mwalimu ajibu kwa dakika 3. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Swali langu nitauliza kwa Biblia. Kwa kitabu cha Yohana 16 mstari wa 3. Ile inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanawe wa pekee. Naye alikuwa nani? Alikuwa Yesu. Yesu si alikuwa baba ya mwana wa huyo Mungu? Hiyo ndio swali. Asante. Kwa hivyo huyu ameuliza swali. Maana utatu unafundisha kwamba kuna Mungu mmoja ambaye ni Baba, Mwana na Roho. Sasa swali ambalo huyu ameuliza ni hili. Huyo Mungu mmoja ambaye ni Baba, Mwana na Roho alipenda ulimwengu. Baba, Mwana na Roho alipenda ulimwengu. Akamtoa mwanawe. Huyo mwana aliyetolewa ni nani? Hilo ndio swali, si ndio? Hilo ndio swali lako. Karibu sana mwalimu uweze kujibu. Asante. Kwa hivyo la kwanza sawa. Asante. Karibu. Natumai hilo limeeleweka. Umeelewa hilo la kwanza? Uliza swali. Haya, langu ni hili. Nauliza ya kwamba kuna mahali popote ambapo neno Trinity limetumika katika Biblia takatifu. Haya, swali la pili. Je, imani yetu ni ipi kama Asante. Umeelewa swali? Lakini umesikiza swali. Sikiza. Mimi nauliza yangu ya ile yenye nauliza mimi. Katika Biblia. Nataka kuelewa katika siku ya Sabato. Tunasema ni Jumamosi. Nataka kuelewa katika Biblia. Nielewa vizuri yenye naweza eleza mwingine. Imeandikwa wapi na nitaelewa kivipi ni hiyo siku. Sawa, kwa hivyo hiyo itakuwa baadaye. Sikiliza. Kabisa. Sikiliza tu tukimaliza hii tunaingia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba nisomewe Mathayo 28:19. Ndio nataka kuuliza swali hapo yangu hapo. Mathayo 28 mstari wake ni ule wa 19. Inasema hivi, basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nimesikia mwalimu Muroki akisema Mungu ni watatu. Hapo nimesikia muende mkabatishe watu kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Si kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Muroki aniambia ni fungu gani nasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Hiyo nataka. Asante. Kwa hivyo ni maswali matano. Kila swali fungu, kila swali fungu. Uko na dakika 5. Hata hapo swali ambao tu nimesikia heri lile la Charles na la Moses. Maswali mengine hapo ni maelezo tu wametoa. Number 1. Na Charles usikie hivi. Biblia haiwezi kasema kulingana na 3:5. Nisomee 3:5 Methali. Katika kitabu ni kile cha Mithali 3:5. Ndiyo. Usitegemea akili zako. Inasema hivi. Ndiyo. Usijali, soma ndugu yangu, usijali kabisa. 3:5 inasema hivi. Ndiyo. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Bwana Charles, ni vizuri uweze kusikiliza Biblia. Mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Shinda ya Charles hapa, na nilikuwa nafikiria ni mwenye hekima sana, kumbe hata ni kama Ndacha. Ya kwamba anategemea akili yake tu ndani, anataka kufikiria Biblia itasema kulingana na understanding yako ndogo. Biblia iwezi kazungumza hivyo Bwana Charles. Si kiburi. Mimi najibu kulingana na vile ukiuliza swali ukuwe tayari kujibiwa baba. Usiulize Biblia swali kama wewe ni muoga wa kujibiwa. Waoga ukimbia. Sasa wewe usikuwe muoga, ukiuliza kuwa tayari kujibiwa. Sasa wewe kulingana na kuelewa kwako ndogo ndio kafikiria Biblia itasema endeni mbatiza kwa jina la Mungu Mwana, Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu. Hiyo ni kuelewa kwako.
nikazungumza nikasema, Mungu anapozungumza atumii wingi, lakini tunapoangalia wako, siyasema miungu ama waungu, ni Mungu. Endeneni Mungu. So ni vizuri uweze kuelewa hivyo. Swali la Moses yakauliza swali. Je, katika 3:16 kitabu cha Yohana nasema, kwa maana jinsi Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe. Hakuna shida Moses. Yesu kuitwa mwana wa Mungu hakuna shida. Yesu anaitwa mwana wa Mungu na anaitwa Mungu. Tumesoma maandiko mengi hapa. Kwa hivyo hakuna shida kabisa. Yesu kuitwa mwana wa Mungu ama kuitwa Mungu, hakuna shida. Na hiyo ilikubalika. Swali la Mereti. Mereti ni msomi sana na nilifikiria atauliza swali kidogo linaweza kunishtua. Maana ni msomi nafikiria kuliko sisi zote hapa. Kabisa nafikiria hivyo. Na ninajua ni msomi kutuliko. Lakini swali ambalo ameuliza pia hilo halina miguu. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu naomba unisome. Ni vizuri tukiuliza maswali. Maana imani ni moja ambaye inakiri na inatambua ya kwamba Kristo alikuja kama mwana wa Mungu haokoe ulimwengu. Na Yesu anasema ninapoenda ninawaachia Roho Mtakatifu ambaye hakawezi akaonekana kwa macho. Na ndio fungu nimemalizia kusoma hapa zaidi. Inakuwaje uniulize imani yetu ni ipi? Mr. Meriti. Si wewe ni msomi bwana, ungeuliza swali zito. Sasa unauliza Bwana awabariki. Mimi naomba tu aliyeuliza Charles yakuje ulize swali lake. Asante. Kwa hivyo nafasi hii ya Mroki imeweza kuisha. Kwa hivyo nitaweza kumkaribisha yule ambaye alikuwa na swali upande wa Mwalimu Dacha. Karibu ndugu uweze kuuliza swali. Uliza swali tu dakika moja, swali direct, mwalimu aweze kujibu ili tuweze kurudi katika program ya mafundisho mengine. Karibu. Okay, Bwana asifiwe. Amina. Swali langu ni moja. Na ninataka lijibiwe kwa njia ya Biblia. Na unapojibu usiende kombo. Nauliza, unapomuita Yesu Mungu, kuna dhambi? Hakuna mahali amejibu sababu sijapata jibu. Nataka jibu. Asante. Kwa hivyo nitaweza kumkaribisha Mwalimu Dacha aweze kujibu swali hilo. Labda akusikie. Unajua Biblia inasema ya kwamba kuna watu ambao wanafaa kujibiwa na mfano. Ni kama unauliza kuita mwana wa ng'ombe ni makosa. Kuita mwana wa buzi ni makosa. Mwana wa Mungu anaitwa Mungu. Hakuna makosa. Unaona ile kitu ambayo mnakosea ni kusema ya kwamba kuna Mungu. Hiyo ni miungu tatu. Alafu huyu Moroki jifunze kuwajibu watu maswali kwa upole na kwa hofu. Ndio Biblia inafundisha. Lakini unapoulizwa swali unadunisha mtu mwenye amekuuliza swali. Hiyo ni roho ingine, si ya Biblia. Sasa wewe umeulizwa hivi, ukatoa andiko akasema ati mtu asitumie akili. Ukatoa hiyo andiko, ilikuwa inakuhusu wewe, haikuhusu mwenye aliuliza, kwa sababu mwenye aliuliza alitoa aya, mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho. Huyo alitoa aya. Wewe sasa unakuja unaongeza Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Sasa nani anatumia akili hapo? Si ni wewe? Alafu unakuja kutolea mwingine wa aya yenye inakuhusu wewe. Ona huyu mtu. Alafu mwingine akauliza swali hapa, imani yetu ni gani? Ujajibu, ukamdunisha tu kwamba hajasoma. Ulivaa umjibu imani yetu ni gani? Imani yetu ni hii. Hebu nisaidie waraka wa kwanza Yohana 5:5. Ile andiko si ukamsomea? Sasa wewe unakuja unamdunisha hajasoma. Ona fikiri kwenda theolojia ndio uko na elimu. Wewe endelea tu na kiburi yako. Ni katika kitabu cha Biblia waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 5. Mstari wa 5 inasema, inasemaje? Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa yeye aminiye ya kwamba nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Naomba kuanzia mstari wa 4. Hii inatosha hapo, imeshaeleweka. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Ni yeye aminiye kwamba Yesu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo imani yetu ni kuamini Yesu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Lakini hawa Yesu ni Mungu mwana. Imani yetu Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa sisi na wao tunafanana? Hapana. Sisi tunasema Yesu ni mwana wa Mungu. Hatujaitoka hapo. Ile kitu tunaongelea ni ya kwamba ana uungu. Biblia inasema ilimpendeza Baba uungu wote ukae katika mwanawe. Si ati ya kwamba Mungu alituma Mungu mwingine. Hapana. Hapana. Swali lingine ambalo liliulizwa
ni ya kwamba wewe Muroki, toa andiko kwenye Biblia mahali ambapo Biblia inayosema ya kwamba Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Paka tunaenda nyumbani hujapata andiko hiyo. Sasa wewe ulitoa 24:4 Yohana, Mungu ni Roho. Sasa kutoa Mungu ni Roho ilikusaidiani katika mada? Kwa sababu kama ungesema ya kwamba Roho ni Mungu, ingekuwa inakusaidia. Akisema Mungu ni Roho. Kwanza nitaka zako ufai kuongea, unatakana kuwa umenyamaza. Ndio unaona ukiongea wewe mimi sikuongeleshi. Sasa ina maana ya kwamba unaumia. Wacha kuumia brother. Wewe kaa, dakika zako zimeisha 5. Kwa hivyo umekuwa wewe ndio unaangalia muda. Dakika zimeisha. Tunaona. Niko na dakika moja hiyo. Enda uangalie kama ni hivyo. Wewe Muroki, wewe ni mtu wa siasa. Yaani wewe bwana. Sijui umekula nini. Wacha tumalizie. Anapenda tu siasa kabisa. Na sijui kama utafundisha watu kwa hiyo njia hiyo kweli. Hao watu wakutegemea wafundishe. Ai basi itakuwa utawapoteza tu. Wacha tumalizie hapo. Sasa Muroki, kuanzia kesho tutakuja mapema. Hata ningetaka tu kwa sababu tukae hapa kwanza. So kesho tuulize, Yesu ni mwana wa Mungu kwa njia gani? Yeye ni mgumu. Haya, tulipanga gani? Hebu tuambie tulipanga gani? Chukua maiki. Ni gani ya kesho? Nafikiria ulipanga manda 4. Hebu sema ya kesho ni gani? Ya kwamba ya Trinity ukapanga hiyo na tumezungumzia. Kila moja ameelewa vile kulingana na vile ameelewa. La pili ulitoa ukasema wachungaji kuwa wanawake. Okay, tuweke kesho. Hakuna shida. Basi kesho ni je, Mungu anaruhusu wanawake kuwa wachungaji? Usijali, sawa. Asante. Haya, ambia watu kwa heri ya kuonana ndio sisi tuingie kwenye kipindi. Asante. Basi ninashukuru ndugu zangu. Nafikiria kila moja ako na masikio na kila moja ako na akili yake. Ukitaka kudanganyika, danganyika. Maana mimi sina mbingu, Ndacha hana mbingu. Maamuzi ni yako. Ukiona ni vyema ukatae Biblia, sawa. Biblia hii ambayo watu wanasoma kulingana na mawazo yao ama kulingana na kuelewa kwao. Lakini ni vizuri kila moja aketi aulize Biblia na mpango wa Mungu wa wokovu ni upi. Mungu aweze kuwabariki sana. Na wewe ubarikiwe na usiku mwema. Karibu mtumishi. Swali la Sabato nitalijibu tu. Swali la Sabato nakujibu sahihi. Swali la Sabato nakujibu sahihi. Msomaji, naomba ulichukue kitabu kinaitwa Luka 23:52 mpaka 54. Sabato ya Mungu ni siku gani? Sabato ya Mungu ni siku gani? Leo watu wasiwe na haraka. Leo afadhali tutoke hapa saa 3. Leo paka kieleweke hapa. Leo hata Muroki kiwezekana asiende. Kwa sababu hapa leo nimepata shika suruali kusanika. Soma nisikie. Ni katika kitabu cha Luka 23:54. Di anzia 52. Habari njema. Anzia tu ya kawaida tu. Inasema hivi. Inasemaje? 23:52. Ndio. Mtu huyo aliyekwenda kwa Pilato akataka kupewa mwili wa Yesu. Akaushusha. Ndio. Akauzinga sanda ya kitani. Hapo mwenye ameuliza swali sikia Hapa tunapewa habari za Yesu kusulubiwa kwake. Twende. Inaendelea kusema hivi, akauzinga sanda ya kitani, akaweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo ajalazwa mtu bado ndani yake. Na siku hiyo ilikuwa ni siku ya maandalio. Alafu na Sabato ikaanza kuingia. Kwa hivyo ili tuweze kupata Sabato ni siku gani, lazima kwanza tuanze na maandalio, kwa sababu Sabato iko mbele ya maandalio. Maandalio inatangulia, alafu tunafuata Sabato. Sasa nipe katika habari njema Luka 23:54. Habari njema tu 54 hapo. Hiyo siku ya maandalio inaitwaje?
Ni katika kitabu cha Luka 23:54. Inasema hivi. Inasemaje? Siku hiyo ilikuwa Ijumaa. Alafu na maandalio ya siku ya Sabato yalikuwa yanaanza. Kwa hivyo Sabato iko mbele ya Ijumaa kabisa. Ukitoka Ijumaa unaingia Sabato. Kwa hivyo Sabato ni Jumamosi. Luka 23 kuanzia 52 kushuka chini kwenda mpaka 54. Sabato iko mbele ya Ijumaa. Tukitoka Ijumaa tunaingia Sabato. Tukitoka Sabato sasa, hebu nisomee Mathayo 28 mstari wa kwanza. Tukitoka Sabato ndio tunaingia siku gani? Soma tusikie. 28 mstari wake ni wa kwanza. Biblia pumzi ya Mungu inasema hivi. Inasemaje? Baada ya Sabato, karibu na mapambazuko ya siku ile ya Jumapili. Unaona? Kwa hivyo tukitoka Sabato ndio tunaingia Jumapili. Kwa hivyo Jumapili sio Sabato. Jumapili tunamaliza Sabato ndio tunaenda Jumapili. Kwa hivyo Sabato ni siku ya saba. Kwa hivyo Jumapili ni siku ya kwanza. Asante. Nafikiri imeeleweka. Tunaomba mtuwie radhi tutengeneze mitabo, maana leo tunataka tufundishe namna makanisa yameungana katika uongo na tuweke ushahidi wote hapa leo. Kwa hivyo 23:52 mwanka 54. Kuanzia 52 mpaka 54 ama 55 utasoma tu. Asante. Haya, alafu mzee, nafikiri yako mzee, mahali ambapo tunakusanya Sabato. Ako wapi yule mzee? Mahali tunakutana Sabato. Asubuhi tutakutana wapi? Mzee Charles. Sabato asubuhi tutakutana wapi? Tutakusanyika wapi? Shika microphone tueleze. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sabato tuende tukusanyika kwa kanyanda kyani ne ara. Bondi ko tikibu kunya kwa kanyanda kyani ne ara ura karibu kwa mwisobo kwa kusanyika utwende. Mapema na yile tuende tuende yao. Badari mwe. Asante, Mungu akubariki. Sasa wacha tuanze kupaga vitu hapa, alafu tuhakikishe ziko sawa ili tuendelee na mkutano wetu vizuri kwa taratibu. Asanteni na msiende. Kaeni tu hivyo hivyo tumalizie.